Karibu mtazamaji wa Manyuzi TV kupata habari za kimichezo siku ya leo. Timu ya Simba Sports Club imebuka na ushindi wa bao moja katika mchezo wao dhidi ya timu ya Mwembe Makumbi ya visiwani Zanzibar katika michuano ya Mapinduzi Cup kwenye uwanja wa New Amani Complex. Goli lililofungwa katika kipindi cha kwanza na mshambuliaji wa Simba Mohamed Bajabel lililodumu mpaka dakika 90 na kuwawezesha Simba Sports Club kuvuna alama 3 zitakazowasogeza mbele wakitafuta nafasi ya uwezekano wa kubeba taji katika michuano hii. Simba wameweza kuonyesha mchezo wa hali ya juu na nidhamu kwa wapinzani wao wakifuata maelekezo ya kocha kuelekea mchezo wa leo. Simba Sports Club imeanza vizuri katika michuano hii katika mchezo wake wa kwanza kwa kuibuka na pointi 3. Mchezo wa leo ulikuwa ni kama kipimo tosha kwa kocha mpya wa Simba Stephen Robert Baka kufahamu uwezo wake wa kupanga kikosi katika mashindano mbalimbali yakianzia haya ya Mapinduzi Cup, CRDB Confederation Cup, NBC Premier League pamoja na mashindano mengine ya kimataifa. Hakika ameanza vizuri na tunatarajia makubwa katika michezo inayofuata. Mapinduzi Cup itaendelea tena kesho siku ya Jumapili tarehe 4 Januari 2026 kwa watani wake wa jadi Yanga African wakikipiga dhidi ya KVZ majira ya saa 2:15. Mapema katika siku ya leo tumeshuhudia mchezo wa Simba Queens ambao ulikuwa ukichezwa majira ya saa 10 jioni dhidi ya Ruangwa Princess uliochezwa mkoani Lindi katika uwanja wa Majaliwa Stadium. Mchezo ambao tunaweza kusema umefungua njia nzuri kwa Simba Queens kuibuka na ushindi wa goli moja. Timu ya Simba ya wanaume Simba Sports Club na timu ya Simba ya wanawake Simba Queens zote zimeibuka na ushindi katika siku ya leo, ikiwa ni moja kati ya historia kwa timu hizi zote mbili za klabu moja kucheza siku moja na kupata ushindi unaofanana wa bao moja. Hii ni Manyuzi TV, endelea kufuatilia Manyuzi TV kwa kupata update za kimichezo kila wakati. Usiache kusubscribe kama ni mtembeleaji mpya kwenye channel hii ili usipitwe na kila content inayohusu michezo, tech pamoja na kijamii. Endelea kufuatilia.